Hii ni safari ya jasho na ujasiri wa mbunge wa jimbo la Kilolo mkoani Iringa Rita Kabati alipoamua kwenda kushuhudia na kujionea mwenyewe kero na changamoto ya barabara inayowakabili wananchi wake katika jimbo la Kilolo katika kipindi hiki cha mvua. Sio kila kiongozi uchagua kuketi kwenye kiti cha enzi na kusubiri ripoti za makaratasi au video za mitandaoni zikieleza mateso ya wananchi wake. Jumapili ya Machi 1, 2026 itabaki kuwa alama ya kipekee ya ujasiri na upendo kwa mbunge wa jimbo la Kilolo Rita Kabati ambaye alihatarisha maisha yake ili kugusa roho ya jimbo lake katika kipindi hiki kigumu cha mvua. Kilolo jamani, barabara za Kilolo mmesiona hizi. Serikali ione. TARURA Kilolo inatakiwa ipate pesa ya kutosha. Akiwa mwanamke wa kwanza katika historia ya mkoa wa Iringa kushika hatamu za ubunge wa jimbo, mbunge Rita Kabati aliamua kuvua ukanda wa ofisi na kuvaa ujasiri wa kipekee katika ziara maalum ya kukagua barabara korofi kuanzia kata ya Dabaga, Idete hadi Kimara katika jimbo la Kilolo. Safari hiyo haikuwa ya kitalii, bali ilikuwa safari ya mapambano dhidi ya asili ya miundombinu ya barabara iliyochoka na yenye vikwazo vingi. Katika hali iliyoacha wengi vinywa wazi, gari alilokuwa akitumia lilinusurika kupata ajali mara mbili kutokana na utelezi na ubovu wa barabara hizo. Licha ya magari ya msafara wake kukwama zaidi ya mara 4 kwenye tope zito, kiongozi huyu hakurudi nyuma. Badala yake alichagua kuacha starehe ya gari na kutembea kwa miguu kilomita kadhaa akivuka madimbwi na kupanda milima hadi kufika katika kijiji cha Idunda katika kata ya Kimara jimboni humo, lengo likiwa ni moja tu, kuona kwa macho yake kile ambacho mwananchi wa kawaida wa jimbo la Kilolo anakipitia kila uchao. Wananchi walimpokea kwa furaha kwa sababu hawakuamini kama kiongozi huyo anaweza kufika katika eneo lao. Leo nilikuwa napita tu, tunaendelea kukagua barabara. Nataka barabara Kilolo zipitike wakati wote. Huu ni ushuhuda wa kiongozi aliyekataa kuambiwa, akaamua kwenda kujionea mwenyewe kwa macho yake, kiongozi ambaye usalama wake aliuweka mfukoni, akatanguliza wajibu wake kwa wapiga kura wake. Hili jimbo ni kubwa. Mimi sitakaa nyumbani, sitalala kuhakikisha kwamba kama kuna changamoto za wananchi, basi mimi ndio mwakilishi wa wananchi, tutakuwa nao ili na mimi nione adha wanaoipata wananchi. Na umesikia hapa wananchi wanavyolalamika. Kuna gari na wiki ya pili iko njia panda kwenda Kiwalamu. Kuna shimo kiasi kwamba hata abiria wanaopanda mabasi ni kama wanariziki maisha yao kwa sababu hakuna usafiri mwingine ambao wanaweza kutumia. Nisikie mwenyewe, sio nisikie kwenye mitandao. Kwa majina naitwa Yekonia Andros Mbale, mkazi wa kijiji cha Kimara, ni mfanyabiashara wa mbao, lakini tuna wiki tumekwama, tuko kwenye hii njia. Tunacholalamikia, tulipoona viongozi wamefika hapa ndo watu wanatokeza na machepe, lakini tangu Ijumaa, Jumamosi hakuna fundi yoyote wala wahusika wote wa barabarani hapa walikuwa wanaonekana. Tanga gari ya mbunge imefika ndo tunaonekana kuna watu wanapita na spedi hapa. Ndio hicho ambacho tunalalamikia kwamba siku hizi zingine za shughuli walikuwepo sehemu gani? Ikiwa leo baada ya viongozi kufika ndio inaonekana na wao wanakuja na spedi wanachimbua hapa. Inaonekana kama kuna uhuni fulani hivi ambao unakuwa unaendelea kujitokeza. Sasa kama sisi ni wafanyabiashara tunaolipa ushuru, halafu barabara zetu zinakuwa hazipitiki, hii inakuwa ni utata. Lakini ni barabara ambayo inaleta mapato makubwa sana ya nchi. Hii ni kati ya barabara inaitwa Ipogolo Idete. Utaona kuna barabara ya lami ambayo imetoka Ipogolo imeishia Ilula. Ni hiki kipande ambacho kinatakiwa kifike mpaka Dabaga. Na utakumbuka siku ile waziri alivyokuja, nilimuomba kwamba hiki kipande cha kutoka Kibaoni Kilolo mpaka Dabaga kina hali mbaya pia. Ni kipande ambacho kinatakiwa kipatiwe lami mpaka Idete. Kwa hiyo wakati wa mvua kipande hiki kinakuwa kigumu kwa sababu yupo mkandarasi ambaye alikuwa anakifanyia kazi. Lakini inaelekea labda kumewekwa kifusi badala ya kokoto. Kwa hiyo jana tumepata taarifa kwamba kuna magari yamekwama. Kwa hiyo asubuhi leo tukaamua tuamkie huko ili tuone kusije kwa kuna hatarishi kubwa. Kwa hiyo tumeamka hapa, tumekuta wananchi wamekresha hapa na mheshimiwa diwani wa kata hii ya Dabaga, diwani ya viti maalumu. Kwa hiyo tumekuja na meneja wa TANROADS, msaidizi meneja wa TANROADS, tunamshukuru ameshafika ili tuone
tunakuamua vipi barabara iweze kupitika wakati bado tunaendelea na mambo mengine. Kwa hiyo kama unavyoona hali mbaya, gari ndio tumekuamua sasa hivi, na kinachotakiwa hapa nafikiri wakandarasi sasa waangalie hali ya barabara zetu za Kilolo. Ukiweka kifusi bado unaweka tope. Tunatakiwa tuweke kokoto, tuweke mawe, tushindilie mawe ili maeneo korofi, kwa sababu yanajulikana, yaweze barabara zisikwame wakati wa mvua, maana ni hatari kubwa. Wananchi wanatakiwa kwenda kwenye hospitali ya wilaya, wanatakiwa wapitishe mizigo, kuna malori makubwa yanapita. Kuna uchumi mkubwa sana unatokea huku Idete, huku Boma la Ng'ombe. Barabara kuu ndio hii ya TANROADS. Wananchi umesikia wanavyolalamika, wamekesha hapa, wanalalamika kwa sababu barabara haipitiki na wao shughuli zimelala. Mheshimiwa Mbunge, mimi nilikuwa nafikiri, ombi langu mimi kama mwananchi wa Kilolo Juu huku, serikali ina nia nzuri, lakini pia inapokuwa inataka kutusaidia inakuja miradi kama hii ya barabara. Ombi langu, kwa sababu Mheshimiwa Mbunge unaijua Kilolo Juu, Mheshimiwa Diwani yuko hapa, najua jiografia ya hali ya hewa ya huku kwetu. Ombi langu nilikuwa naomba tujitahidi hata kuangalia ni msimu upi unafaa kufumua hii barabara yetu. Kwa mfano kama inakuwa inatekelezwa kiwango cha changalawe, ila kama ni kiwango cha lami, nacho bado kwa Kilolo Juu huku msimu wa mvua ni mateso. Yaani itakuwa ni hasara kwa mkandarasi, kwa sababu atafanya kazi katika mazingira magumu sana, na anaweza kapewa mkataba wa barabara kutengeneza mwaka mmoja akatengeneza miaka hata mitatu kwa sababu ya jiografia hii ardhi yetu ya Kilolo Juu. Kwa hiyo ombi langu mimi ni hilo tu kwa Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Diwani na viongozi wote mliofika katika eneo hili. Asante. Tunashukuru. Kama kuna mwingine anataka kuongezea. Mimi kwa majina naitwa Advice Kitule, ni mkazi wa kijiji cha Kidabaga. Mimi nilikuwa naiomba kwa serikali waangalie hasa kwa njia ya Idete. Mimi ni mjasiriamali mdogo. Nashukuru Mungu, Mheshimiwa Mbunge amesema naelekea njia ya Idete. Kuna gari na wiki ya pili iko njia panda kwenda Kiwalamu. Kuna shimo kiasi kwamba hata abiria wanaopanda mabasi ni kama wanariziki maisha yao, kwa sababu hakuna usafiri mwingine ambao wanaweza kutumia. Kwa hiyo tunaomba pia watusaidie wafukie yale mashimo. Naitwa Amini Joseph Tengerakwi, diwani wa kata ya Dabaga. Kweli naishukuru sana serikali na mshukuru sana mheshimiwa wetu mbunge, tunafanya naye kazi vizuri. Kama ambavyo wananchi wamesema, mahali hapa pamekuwa na usumbufu wa muda mrefu, na hapa ni kama pamekaa kama bonde. Kwa hiyo maji yanayotoka upande huu na yanayotoka upande huu yanakutana hapa katikati. Kwa hiyo imekuwa shida sana toka msimu uliopita. Tatizo lilikuwa pamoja na daraja hilo, serikali ilitupa fedha nyingi, tulitatua hilo tatizo, tunaishukuru sana. Lakini changamoto sasa imekuwa hapa. Ni kweli kwamba uchumi wa watu wa Dabaga unategemea njia hii. Pasipopitika hapa hatupati hata bidhaa za madukani, hatupati, watu hawapitishi mbao. Sasa hivi ni msimu wa matunda yanaharibikia kwenye magari. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana serikali, tunashukuru TANROADS kwamba wamekubali kwamba wataparekebisha hapa mahali, na tunategemea baada ya siku mbili hapa wananchi wetu wapitishe mazao yao ili angalau uchumi wa eneo hili uweze kuendelea. Lakini ushauri wangu kwa serikali, kama walivyosema wananchi, tunaomba matengenezo yanapofanyika kwenye barabara zetu za upande wa juu yafanyike wakati wa kipindi cha kiangazi, kwa sababu maeneo yanakuwa yashaainishwa, tunajua kabisa hapa tatizo fulani huwa linajitokeza. Ikishatengenezwa wakati wa mvua, changamoto inakuwa kama hivi mnavyoona. Lakini tuombe pia TANROADS wawe na mawasiliano na sisi viongozi wa huku, kwa sababu wakati wote walipokuja tukawaonyesha maeneo yanayosumbua tulishirikiana vizuri. Lakini wakati ambapo mradi unaanza kutekelezwa, wakifika, kwa mfano walipoanza kuchimba hili karabati, mimi sikuwepo, tulikuwa kwenye vikao Kilolo. Tunaporudi tunakuja kukuta pameshachimbwa, watu magari yamesongamana, hakuna connection kati ya sisi na wakandarasi pamoja na nia njema ambayo serikali inafanya. Kwa hiyo wakituambia, tutatoa ushauri na tunaamini watatusikiliza, kwa sababu ni viongozi, tunaijua changamoto zilizopo kwenye barabara hii. Lakini kwa ujumla, kwa kweli nirudie kumshukuru sana mbunge. Leo ni Jumapili, ameamua kuacha kazi zake, amekuja kushirikiana na sisi kuona hii changamoto, na anaendelea kwenda kuona matatizo mengine ambayo yako kwenye barabara hii. Kwa hiyo tunashukuru sana. Ombi langu kwa serikali iendelee kutusaidia, na hasa kama alivyoeleza mheshimiwa mbunge kwamba mheshimiwa waziri wa ujenzi ameahidi kwamba barabara ya kutoka Kilolo kuunganisha na Kidabaga na barabara ya Boma la Ng'ombe upo wakati watatusaidia. Tuna imani na serikali yetu na tunawaombea sana jambo hili liwezekane, ili kupunguza hizi changamoto ambazo tumeendelea kusumbua wananchi wetu. Changamoto ya kwanza ni barabara, ya pili barabara, ya tatu barabara. Ili Kilolo iweze kusonga mbele, lazima barabara zipitike mwaka mzima, na hasa kipindi cha mvua barabara zisikwame. Na mimi nawaahidi, kwa sababu kwanza tunawashukuru TANROADS wametupatia makaravati ambayo tutatengeneza sehemu zote ambazo hazipitiki. Kwa hiyo kila siku nitatembelea kwenye barabara kuona changamoto tunazoweza kuzikwamua. Tunashukuru. Kuna baadhi ya wananchi wameniahidi kwamba
sisi wenyewe wananchi tutaanza ili kuhakikisha kwamba barabara zetu zinapitika, kwa sababu mateso makubwa yanapata wananchi, wanashindwa kwenda hospitali, pembejeo zinashindwa kufika, mbolea sasa hivi wanahitaji magari hayapeleki, mazao kuna mengine sisi huku kila siku kuna mazao yanatakiwa yapelekwe sokoni, wanashindwa kupeleka nyanya, wanashindwa kupeleka vitunguu, wanashindwa kupeleka gobo yale mahindi mabichi. Kwa hiyo ni lazima Kilolo barabara zote zipitike wakati wote. Mimi nataka kufika mwenyewe. Kuna kazi ambazo nafanya kazi na wananchi, pale ambapo tunaona kwamba serikali imeshawisha kuleta pesa, tunaangalia tunatumia nguvu zetu wenyewe za wananchi. Na kuna miradi mingi tulishatoiainisha, tutaanza kufanya wenyewe. Serikali pesa ikija ya budget basi tutakwenda kufanyia wenyewe. Lakini sasa hivi tunaelekea kwenye bunge la budget. Ni vizuri unavyochangia ile budget ueleze uhalisia kabisa. Utachangia vizuri kuliko ukituma mwakilishi au kaona kwenye mitandao. Na mimi nashukuru mitandao imewekwa ili tuone. Sehemu yote mkiona mitandao Kilolo, muhakikishe kwa wanataka mbunge niende. Maana sasa hivi hili jimbo sio dogo. Hili jimbo ni kubwa. Mpaka kulizunguka kote, wanavyoweka mitandao wananisaidia tu. Nashukuru wako madiwani, tumeshawekana sawa kwamba maeneo yote tuhakikishe kwamba kama kuna changamoto tupeane taarifa, tuende tukayafanyie kazi. Nashukuru kuna ushirikiano mkubwa kati ya mkuu wa wilaya, serikali na chama pamoja na watendaji wameshaelewa nini tunatakiwa tufanye. Na mimi nasema watendaji watanichukia kwa kuwa site, kwa sababu na mimi sitakaa nyumbani, sitalala kuhakikisha kwamba kama kuna changamoto za wananchi basi mimi ndio mwakilishi wa wananchi, tutakuwa nao ili na mimi nione adha wanaoipata wananchi. Na umesikia hapa wananchi wanavyolalamika, nisikie mwenyewe, sio nisikie kwenye mitandao. Toa taarifa juu ya daraja hili kivuko cha mto Mtongorosi. Lalamiko kutokana na ujenzi wa daraja kusimama, kwa sababu ulianza tangu mwezi wa 8 mwaka jana, lakini mpaka sasa kama mnavyoona tupo site, hakuna ambacho kinaendelea. Kwa jitihada za kwetu sisi kama serikali ya kijiji, tuliona kwa sababu kipindi cha mvua hiyo inayoendelea hakuna uwezekano wa mawasiliano kijiji jirani cha Kimara, kwa kuwa kijiji hakina zahanati na shule ya sekondari ipo Kimara, watoto wanasoma Kimara. Tukaona tuitishe wananchi tuandamane kwa pamoja ili kuja kutafuta njia mbadala ya kupita kwa miguu ili ikiwezekana tupate mawasiliano hayo. Vile vile tukitaka kujua kwamba mradi huu umesimama ni kwa sababu gani, ni mkandarasi au serikali. Hapa nadhani watu wote mnaona kama anavyosema, tulianza mwezi wa 9 tukaendelea hapa, ila sema sasa kipindi wakati mvua inaanza ndio sisi ikabidi tutoke huko, kwa sababu katika hali hii, kwa sababu humu ndani kote tunatakiwa tuweke kifusi. Katika hali hii hata ukienda kuchukua pale kifusi, obviously utachota tope, utakuja kuweka tope. Gari ya watu itakuja huko, itajua pako vizuri juu. Ikija ikidumbukia trekta ya watu likizama tena huko ndani, itakuwa ni nani nyingine. Ndio maana nikawasiliana na ofisi hapa, tukasema kipindi cha mvua baada ya kuharibu kazi, na afadhali tuvizie. Kuna kipindi tulikuwa tunategemea kipindi cha pili hapa katikati kuna kanafasi ambao tungemaliza. Bahati mbaya mvua mwaka huu imepitiliza mpaka leo. Mengine anaweza hapa kaongea meneja. Kwa majina naitwa Injinia Nkanda Kidola, ni meneja wa TARURA wilaya Kilolo. Kwanza poreni na adha iliyojitokeza katika utekelezaji wa mradi wetu huu. Ni kweli kuna changamoto ya kutekeleza miradi hasa katika ukanda wetu wa juu, kwa sababu kulia mfano material yanayotekeleza miradi hii mingi yanatoka almost Kimara kule karibu kilomita zikafika 20. Sasa wakati wa utekelezaji wa mradi huu, kwa bahati mbaya ukanda huu una mvua nyingi. Kwa hiyo wakati wa utekelezaji wa mradi huu, wakati mkandarasi anaendelea kutekeleza, mvua zikamkutiliza. Lakini pia pamoja na mvua kumkutiliza, tukaendelea kumsisitiza kwamba kwa sababu hii ni swamp area na adha hii ni ya miaka mingi, na ndio maana serikali iliona ikaleta mradi kwa ajili ya kuondoa hii adha. Lakini sasa unakuta katika ukanda wetu wa huku juu tuna kipindi cha almost miezi miwili plant kavu, na tulitegemea kwamba hapa katikati mwezi wa pili mvua ikikata kwamba mkandarasi aweze kumalizia hii kazi, lakini tukajikuta kwamba mwaka huu mvua imepiga haijasimama. Lakini pamoja na hayo kuna juhudi ambazo tumezifanya, na mheshimiwa mbunge nimekuja kuona ni kwamba kuna misinformations kwamba sisi tunaweza tukawa tunafikisha taarifa kwa uongozi, lakini uongozi hauleti jitihada zinazofanywa na serikali kwa wananchi wake. Lakini pamoja na hayo yote mambo yanafanyika, tulikuwa tunawasiliana na mwakilishi wenu wa eneo hili sasa diwani. Kwa hiyo sasa nafikiri ni zile taarifa kutowafikia wananchi wa eneo husika. Nikupongeze injinia wa TARURA
kwa kazi unazozifanya katika wilaya yetu. Ni kubwa jamani, wilaya hii ni kubwa sana. Ukitembea ndio utajua kweli ni kubwa na ina matatizo makubwa, kwa sababu miundombinu yako mingi haijafunguliwa. Mimi nikupongeze mheshimiwa mbunge, umekuja na kasi kubwa. Sisi tumekuja hili daraja liko kwenye mtandao kila wakati, na sio kwamba daraja hili ndio baya, kuna madaraja mengi katika wilaya yetu. Hili daraja hili mmejenga nyinyi, na hiyo umesaidia serikali, kwa sababu huyu tukimpa tenda hiyo ajenge, maana atataka hela, tutaenda kujadili na engineer yuko hapa, mbunge yuko hapa, halitashindikana. Na hili jambo tumekuja hapa, na mimi nilikuwa nategemea mheshimiwa diwani wao hapa, kwa sababu yeye ndo mwakilishi wa wananchi, lakini mheshimiwa mwenyekiti, tumekuja hapa kwa ajili ya wananchi wa Idunda na wakata Kimara. Sisi hili daraja serikali ishatoa hela. Hii changamoto tulivyokuja kwenye kuomba kula, tulisema changamoto kubwa ya wilaya ya Kilolo, barabara hazipitiki kabisa wakati wa mvua, na ikiwepo hapa Idunda, na madaraja yanakatika kwa sababu mvua hii ni karibu mwaka mzima, kama miezi miwili au mitatu ndio kunakuwa hatuna mvua. Kwa hiyo tunashukuru kwamba tumepata huu mradi wa daraja, lakini pia tumepata mkandarasi. Mimi nilikuwa sijakutana naye, leo ndo mara ya kwanza, maana nisema lazima twende na mkandarasi kwa wananchi. Kwa hiyo ni muhimu sasa na wakandarasi wetu, kama mnajenga madaraja, kwanza mhakikishe kuna daraja mbadala ambalo wananchi watapita wakati tunaendelea kusolve hilo kubwa. Kwa hiyo niwashukuru wananchi, nikushukuru sana mwenyekiti. Wewe mwenyekiti, wewe ni mtu mzuri sana. Umetafuta njia mbadala tupite wakati daraja hili hatujui lini litakwisha. Kwa hiyo mimi naomba hili daraja kwanza liimarishwe, ili mbadala hili. Ndio kandarasi aone jinsi gani ataliimarisha hili kama liko vibaya, ili lisitetereke wakati tunasubiri hili barabara hili daraja kubwa. Kwa hiyo mimi nakuomba mwenyekiti, umfikishe salamu kwa diwani, mwambie tulifika maeneo haya, tumejionea wenyewe changamoto, na sisi tutakuwa tayari kuhakikisha kwamba tunatafuta suluhu ya muda mfupi na muda mrefu, japokuwa nyinyi tayari tumeona mmeanza kutafuta suluhu hii, na nawapongeza sana. Na kama kuna gharama iko mlitumia hapa, tutashirikiana na mwenzangu wa diwani tuwarudishie kwenye kijiji. Mimi kama mbunge nimejionea mwenyewe, na nyinyi wenyewe mtaona moto nitakao uwasha safari hii. Lakini na imani kabisa umoja ni ushindi, lazima tushirikiane. Shirikiana na mkandarasi, mkishirikiana na meneja, mkishirikiana na mimi, mambo yatakwenda, na diwani